Mgeni amefanya dunia kuwa kijiji, akina mani ndani migogoro mingi, kila kitu online, hadisia za ndani, tumegeuka bidhaa kwenye soko lake. Yani mtoto anajua blandi za historia na bonga slang, ajua lugha za mababu asilia. Mgeni ametupa mwanga teknolojia, ametufunika giza la falsafa, pia ametuonesha fahari mioni mitupu. Wengi wanatafuta fame, wachache wanajali utu. Umeunganishwa na mgeni, tunatengana mitani, tunapoteza utamaduni kwa kuiga sana vya mgeni. Globalization, neno kubwa la kisomi kiwalisia ndamanisha, hatuna siri nyumbani. Heshimu asili yako, heshimu utu wako. Mgeni asikufanya upoteze utu wako. Mgeni, 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 mgeni huyu, mgeni, 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 mgeni huyu, mgeni, alifanya huko ndani sasa kuona baba na mama Mgeni napitisha vyalamu wazi waza kukemea, wapo kimya na ruhusu kuharibu kizazi. Mitambo inafanya kazi, watu wanakosa ajira, wameleta AI, vijana wanakosa taswira, wanasema tumeendelea. Kweli ama poloja, unaisijia wa mgeni, wengi hatujauelewa bado. Eti mziki umepanuka, nasikia mziki kila kona, mashairi kelele tupu, labda dundo ndo navuma. Tunahitaji kuunganisha thamani za asili, kila mtu aweze kuona thamani anachokijali wakati mgeni anavuma. Tuangalie cha muhimu, mgeni ni mwanga na giza, hilo lazima tufahamu. Tuchukue mema, tusahihishe mabaya, tusikimbie mizizi yetu, ndo chimbuko la kaya. Mgeni ni chombo tu, si adui wala rafiki, ni sisi kuamua namna kuendesha kizazi hiki.